jamhuri hazina mashiko zina lengo la kuendelea kumsababishia mshtakiwa kuendelea kukaa mahabusu bila sababu. Sina sababu ya kurudia yaliyosemwa na pande zote mbili kwa sababu ninatolea maamuzi hapa na wasilisho yote yamesemwa. Nianze na hoja ya kwanza. Hakuna ubishi kwamba mshtakiwa alipoingia tu ametoa maneno ambayo wakili wa utetezi ameyarudia kwa ufasaha, wakili Peter Kibatala, kwa kusema mshtakiwa alitamka no reform no election. Kifungu cha 6 cha sheria ya mahakama ya mahakimu, kifungu cha 6 kifungu kidogo cha kwanza cha The Magistrates Courts Act kinasema mahakama inakuwa kamili pale ambapo anapokuwepo hakimu. Narejea kama ilivyosema, subject to the provisions of section 7, the magistrates court shall be duly constituted when held by a single magistrate in chair in the case of a court of resident magistrate, a resident magistrate. Kwa hiyo mahakama inakuwa kamili pale ambapo anakuwepo hakimu mkazi katika mahakama ya hakimu mkazi, na katika mahakama ya wilaya mahakama inakuwa kamili pale anapokuwepo hakimu mkazi wa wilaya, na mahakama ya mwanzo vivyo hivyo. Kifungu cha 6 kinasema hivyo. Kwa hivyo niseme kwamba hakimu alipokwisha fika mahakamani akakaa, mahakama ilikuwa imekamilika bila kujali upande wote haupo au upo. Kwa hivyo nihitimishe kwa kusema kwamba maneno ambayo yamesemwa na mshtakiwa yalikuwa sio sahihi, kwa sababu tayari mahakama ilikuwa duly constituted, ilikuwa imekaa. Kifungu cha 6 kifungu cha kwanza cha sheria ya mahakama ya mahakimu inasema hivyo. Kwa hivyo hilo halikuwa sahihi, na itoshe si hivyo tu, na hata walioitikia hawakuwa sahihi, kwa sababu baada ya mahakama tu kukaa, anayeongoza mahakama ni hakimu. Hakuna mwingine ambaye anapaswa kuongea isipokuwa mahakama, kwa maana ya hakimu. Kwa hiyo kilichofanyika sio sahihi, na natoa onyo sio tu kwa mshtakiwa na mwingine yoyote yule ambaye yumo kwenye mahakama hii ya wazi, kuto kutamka neno lolote isipokuwa kwa amri ya mahakama. Maafisa wa mahakama, kwa maana ya mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea, mnapaswa kulisimamia hili, kwa sababu nyie ndio nguzo ya mahakama kuisaidia mahakama kufikia kwenye haki. Mahakama inazidi kusisitiza mnapaswa kuongozwa na sheria na sio miemko. Si sahihi kusema yale yaliyotokea ni kwa sababu mshtakiwa alichelewa kuingia. Sio sahihi. Na niseme jingine kwa mwongozo kwa pande zote mbili. Kwa kuwa mahakama inakuwa duly constituted pale anapokuwepo hakimu, basi shauri linaanza kuitwa pale ambapo mahakama imeketi. Hivyo basi hata tarehe ijayo mahakama hii itakapokaa ndipo shauri liitwe
ijulikane shauri gani limeitwa, ndipo mshtakiwa aitwe, kama itakuwa ni shauri ambalo linamhusu mshtakiwa husika na sio vinginevyo. Nakwenda hoja ya pili. Hoja ya pili zaidi imejikita katika kifungu cha 248 cha sheria ya mienendo ya makosa ya jinai. Ambacho kifungu hichi kinahusu namna ya usimamiaji wa mashauri ambayo yanasubiri komito, au mienendo ya mashauri ambayo mshtakiwa anapaswa kusomewa maelezo ya kosa linalomhusu kabla shauri halijaenda mahakama kuu. Kwa hiyo kifungu hichi cha 248 kwa urahisi wa rejea ninanukuu kwanza. Kinasema, where for any reasonable cause to be recorded in the proceedings, the court considers it necessary or advisable to adjourn the proceedings, it may, from time to time, by warrant, remand the accused person for a reasonable time, not exceeding 15 days at any one time, to a prison or any other place of security. Mahakama inasema, sheria inasema, kwa sababu yoyote ile ya msingi ambayo itawekwa au itaandikwa kwenye mwenendo na mahakama inaona inafaa, inaweza kuahirisha shauri hili. Bunge lilivyotunga hili kifungu litambua kabisa kwamba mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya wilaya inapofanya inquiry haina mamlaka juu ya shauri au ya shtaka ambalo ameshtakiwa nalo mshtakiwa. Kwa ndio maana haikusema katika kifungu hichi nini kifanyike pale ambapo kutakuwa hakuna sababu ya msingi iliyotolewa na upande wa mashtaka. Upande wa utetezi wamekuja na hoja, wameiletea mahakama hoja kwamba wanaomba mahakama, kwa kuwa sababu iliyotolewa sio ya msingi, naomba mahakama imfutie mshtakiwa mashtaka na imwachilie huru kwa kucite kesi ya au kwa kuleta nukuu katika kesi iliyoamliwa mwaka 1980 ya Diman, Crispin and others, Jamhuri dhidi ya Diman, Crispin and others. Baada ya mawasilisho ya pande zote mbili, mahakama pia imefanya rejeo ya shauri ya kesi hiyo. Ni sahihi kabisa katika shauri hilo mahakama kuu ilitupilia mbali rufaa ya Jamhuri ambayo ilikuwa imepeleka rufaa hiyo kupinga maamuzi ya mahakama ya hakimu mkazi ambayo ilifuta shauri la mauaji kwa sababu upelelezi ulikuwa hujakamilika, na ilitumia kifungu cha 201 cha sheria ya mienendo ya makosa ya jinai, yani Criminal Procedure Act.
sheria hii au kesi hiyo ni relevant katika shauri hili kwa sababu pia shauri hili ni PI. Lakini mahakama inapofanya rejea katika kesi inafanya pia rejea na sheria husika. Mahakama imerejea kifungu hicho cha 201 cha sheria ya mienendo ya makosa ya jinai na kuona kwamba katika sheria hii ya mwaka 2022 kifungu hicho hakipo au hakisemi hivyo. Hivyo basi kuapply au kutumia kesi hiyo katika mazingira ya shauri hili si sahihi, kwani kifungu hicho it is non-existent by now, yani hakipo, bali kifungu kilichopo kwa sasa ni kifungu cha 248 kifungu kidogo cha kwanza, ambacho chenyewe hakisemi iwapo jamhuri imeshindwa kukamilisha upelelezi kwa wakati, mahakama inaweza kufuta shauri. Sasa iwapo kifungu hicho kilifanywa marekebisho au kiliondolewa, mawakili hawajaiwasilishia mahakama kueleza nini hasa, kwa nini kifungu hicho hakipo au hakiwiani na kifungu cha sasa. Kifungu cha 131 capital A kifungu cha kwanza cha sheria ya mienendo ya makosa ya jinai kinaitaka jamhuri kukamilisha upelelezi kabla mshtakiwa kufikishwa mahakamani, lakini imeweka angalizo. Kifungu kidogo cha kwanza kinasema au kinaondoa serious offenses. Kinasema notwithstanding the provisions of this act and any other written law for the time being in force relating to the filing of charges in court, except for serious offenses and offenses triable by high court, no charge shall be filed in court before the investigation is completed. That is to say, au inamaanisha kwamba kwenye serious offenses au offenses zinazokuwa triable by high court, jamhuri wanaweza kupeleka shauri lao mahakamani hata upelelezi ukiwa bado hujakamilika. Na kifungu kidogo cha 4 cha kifungu hicho cha 131 capital A kinaeleza nini maana ya serious offense. Wakili wa jamhuri ameeleza mahakama kwamba amecomply au ametii amri ya mahakama hii ya tarehe iliyopita kwamba wameifahamisha mahakama kwamba wapo kwenye hatua za mwisho za upelelezi. Ni wazi kabisa kwa sheria hii na zile ambazo zimekuwa cited na pande zote mbili, bado mahakama hii haiwezi kufuta shauri kwa sababu upelelezi haujakamilika. Mahakama inaendelea kutoa amri kwa jamhuri kuendelea kutoa taarifa au status ya hatua za upelelezi katika shauri hili, kwani ni wazi na ni ukweli usiopingika kwamba upelelezi unapochukua muda mrefu, haki ya mshtakiwa pia, the justice delayed is justice denied. Na hasa ukichukulia kwamba mshtakiwa yupo mahabusu, kosa lake halina dhamana. Hivyo basi shauri hili litaahirishwa mpaka tarehe ijayo, na jamhuri wanapaswa kutoa taarifa. Iwapo wanaeleza leo hii mahakama kwamba upelelezi uko hatua za mwisho, tarehe ijayo waifahamishe mahakama tena hatua ambayo itakuwa imefikiwa. Kama leo imefikiwa hatua ya mwisho, ni wazi kabisa kwamba tarehe ijayo wataifahamisha zaidi mahakama upelelezi huo umefikia hatua gani, ili shauri hili kamilike
kama wanania au hawana nia, ni jukumu lao la kukamilisha upelelezi wao mapema iwezekanavyo. Mahakama inatoa rai na amri kwa pande zote mbili kuendelea kutii na kuhakikisha kwamba proceedings au mwenendo wa shauri hili unafanyika kwa mujibu wa sheria na sio kwa miemko wa upande wowote ule. Inaamriwa hivyo. Yes. Tarehe 16, angalieni hapo kwenye diary zenu. Mpoki. Yes. Jamhuri 16. Ndio. Mwezi Jumatatu. 17, is it okay for both of you? 16. Jamhuri. Kwa sababu sheria inasema zisizidi siku 15. Naona 17 kwa upande wa jamhuri itakuwa convenient. Sababu kifungu kile cha 225 kinasema isizidi siku 15. Mpoki. I'm consulting, Your Honor. Saba haijakaa vizuri. 17 haijakaa vizuri. 16. Tunaomba 16. With due respect